Hakuna mwingine kama wewe Baba. Wewe ni mwema, hakuna mwingine kama wewe. Shandala basika. Receive all worship, Lord. Receive all praises, Lord. Receive all adoration, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. There is no other God like you. There is no other God like you. Shalabalanda ribasia. Kalabalanda rabasika labalanda. Malabalanda ribasia. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Masalabalanda ribasia. Shalabalanda rabasa. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema. Asante, asante, nasema Bwana, tumekuja kusema asante. Bwana, wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, inanibidi niseme asante. Bwana, wewe ni mwema. Asante, nasema wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, inabidi niimbe Bwana, wewe ni mwema. Asante, oh, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, asante, asante. Bwana, wewe ni mwema. Asante, Bwana, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, inabidi niseme asante. Bwana, wewe ni mwema. Asante, oh, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, ninasema asante. Nimeona wema wako Bwana, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, asante, Bwana, wewe ni mwema. Asante, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Oh, asante, asante. Bwana, wewe ni mwema. Asante, oh, wewe ni mwema. Asante, nasema asante. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Nikitazama nyuma na mbele, Baba, wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe, najua unanipenda. Nikiona ulivyonipigania, nasema Baba, unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Nataka shetani asikie, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Ndio maana nimekuja kwako, kwa maana Baba, unanipenda. Baba, ninajua wewe
kuomboleza na kulia kwangu wanipenda Baba. Wewe unajua wewe nikikosa mahali pa kwenda wewe Baba unakuwa majificho yangu Baba. Unajua wewe nimeona wakati sina marafiki wewe ni rafiki wa karibu Baba. Unajua wewe usikie sauti ya kunyamaza kwangu wewe wanipenda Baba. Unajua wewe usikie sauti ya majuto ya moyo wangu wewe unanipenda wewe uliyenipenda mwanzo Baba wewe unanipenda wewe uliyesikia sauti ya kulia kitandani mwangu mana wewe nikitazama nyuma na mbele najua wewe unanipenda nikiona matukio ya maisha yangu Baba unanipenda nikiangalia alama za uzuri wako maishani mwangu Baba wanipenda hesabu makosa yetu ni nani angesimama Baba najua wewe unanipenda Baba najua wewe hata baada ya kujuta kwangu wewe Baba unanipenda najua wewe maadui wakinizidi Baba wewe unanipigania maana Baba ninajua wewe unaweza inua sauti yako kwa Baba anayekupenda. I know you love me. I know you love. God, I know you love. I came to you because I know. I know you love. I know you love. I know you love. Yeah. Baba, ninajua wewe unanipenda. Ninajua wewe unanipenda. Usikize hofu ya moyo wangu wewe unanipenda. Baba ninajua wewe utibia maswali ya moyo wangu wewe unanipenda. Baba ninajua wewe nikipenda adui zangu wakusikie maana wewe unanipenda. Baba ninajua
Najua Daudi alifika mahali akauliza God ya kwamba who is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him. In Psalms chapter 8 verse 4, who is man that thou art mindful of him? Today I came to tell you that God is so mindful of you because he so loves you. You can lift up your hands and knowing that he loves you. Tell him, Lord, I now know. I know that you love me. I worship you because you love me. I give to you because you love me. I am ready to stand with your work because you love me. That is why I'm here. That's why I worship you, Lord. I did not say yes because of the fear of hell. I said yes because of the amazing love that you have shown us, oh God. I said yes to your will because of the amazing love. Kuna wimbo ya zamani sema, kama sio wewe adui wangenizika hai. Kama sio wewe ningeitwa mtoto wa nani. Umejawa na rehema tele. Umejawa na rehema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema wewe umejawa na rehema. Nikiangalia nyuma baba, sio wewe ningekuwa wapi? Wangenizika hai baba, kama sio wewe ningekuwa wapi? Umejawa na rehema. Umejawa na rehema. Oh, kama sio wewe ungeita nani? Kama sio wewe umejawa na rehema. Umejawa na rehema. Baba umejawa na rehema. Umejawa na rehema na huruma. Wewe ni mpole wa hasira na ni mwingi wa rehema. Nikihesabu makosa yangu, umejawa na rehema. Nikihesabu makosa yangu, umejawa na rehema. Nikihesabu dhambi zangu, umejawa na rehema. Wewe ni mwingi wa rehema na ni mpole wa hasira. Ndio maana najivunia wewe. Baba. Umejawa na rehema. Umejawa na Nasema kama sio wewe ningekuwa mgeni wa nani? Kama sio wewe adui wangenizika hai. Umejawa na rehema tele. Umejawa na rehema tele. Kama sio wewe ukiuliza rafiki zangu watakueleza umekuwa mwema kwangu. Umejawa na rehema. Wewe umejawa na rehema. Nimejawa, umejawa. Yote ninaweza sema nikihesabu makosa, umejawa
na rehema, mimi nimehesabiwa kwa upako na rehema, nimekuwa hai. Baba, umejawa na rehema tele, umejawa na rehema. Ola basika mashata la bazia maseta na manderi babaza elia la bazia la balanda ela balanda na masaya shanda la bazika la balanda. Thank you, Lord. Hallelujah. Ningependa dakika moja tuinue sauti zetu, wale ambao tunaweza kuhesabu mara ambazo Jehova amekuja kwa sababu yetu, akatunasua kwa hatari, akatunasua kwa shida. Sometimes when you thank him for what he has done, he will do something else. So let's lift up our hands for 1 minute and just thank him. Thank you, Lord. Let's give him thanks. Ila ni wewe, sina mwingine wako mbinu, ila ni wewe Bwana, sina mwingine wako mheshimu, ila ni wewe Bwana, sina mwingine wako mwinua, ila ni wewe Bwana. Kuabudiwa Jehova, kuabudiwa Jehova, kuabudiwa Jehova, Mungu aishie, kwa kuheshimiwa Jehova, kwa kuheshimiwa Jehova, kwa kuheshimiwa Jehova, Mungu aishie, wa kuinamiwa Jehova, wa kuinamiwa Jehova, wa kuinamiwa Jehova, Mungu aishie, sina mwingine wa kumwinua, ila ni wewe Bwana, sina mwingine wa kumheshimu, ila ni wewe Bwana. Nasema sina mwingine wa kumwabudu, ila ni wewe. Karibu katika ibada yetu ya I think episode 6 or 7. 7, eh? Yes. Episode 7 of understanding and correcting faulty foundation in marriage. Thank you for all those who have been giving us your feedback. Asante kwa wote ambao wameshare. Asante kwa wote ambao wamesupport in a way this program. Those that prepare stickers and all, and any posters of the meeting, and all the people that have rallied behind this, all these backup singers here.
and Pastor Omondi here with us. Today we have Pastor Susan here with us. And it's an honor. It's an honor to have these people rally behind us. Praise the name of the Lord. Amen. And the sound engineer here, Mr. Eliakim, and his supporter, his immediate assistant, Avedi, for the great work that they are doing. Praise the name of the Lord. Amen. Leo nataka tukidogo ku dig deeper into foundations. And sometimes to understand, I was talking on social media and say, sometimes we pray about marriage and it doesn't work. You pray and then mpaka unaambia watu sasa nataka nitafute watu waniombe. Na unaomba na iwak. Kuna watu wamerudi nyumbani mara 14 ya kwa sababu ya kupigwa. Na baada ya hiyo kupigwa ingine tena inakutikana. Mpaka wameita chief. Na umechukua ile inaitwa nini ya polisi? P3. Na bado unapigwa tu. Mpaka unajiuliza what is wrong? Why is it going this way? And I don't like it this way. And I've discovered in life that marriage can fail of two lovers. People that love each other deeply can still fail. So ni mzuri sana kujua ya kwamba marriage fails not because people don't love each other, but because they don't understand each other. Amos chapter 3 verse 3 inasema, can two walk together unless they agree? Can two walk together unless they agree? So it means for people to walk together in marriage, they have to agree. Genesis chapter 1, I think verse 18, God alipoona man alone, he said, it is not good for a man to be alone. And Bible inasema, I will make him a helper that is comparable to him. A helper that is compatible. It takes compatibility for you to make it in marriage. Now for their marriage to be, ili ndoa watu waingiane na kusikizana, inabidi kufahamiana na kuelewana na kujua namna wengine uchoma. Na kwa dakika kidogo tulizungumza kuhusu marriage aina nyingi, wenye watu wamelelewa kwa foundations aina nyingi. Tuliongea kuhusu marriage ambayo ni ya intertribe, tukaongea kuhusu marriage ya one partner older than the other, tukaongea kuhusu marriage ya internationals. You are coming from another nation, you marry in another nation. Nilikuja kugundua kuna ukienda kwa nchi nyingine unaweza fikiria watu wa hiyo nchi hawana adabu. Lakini kuna vile hao wana adabu yao iko. Na vile wamejiwaya. They know what it means to be disciplined. Wale tumebarikiwa na Mungu ku travel out of Kenya. We know that tukifika kwa nchi zingine, they have got a different way of honoring. They have got a different way of communicating. So automatically ukiolewa from it, they have also a different way of expressing love. Kuna nchi zenye kama Kenya mara nyingi tulifunzwa kupendana kisirisiri. Kenya unakutaka watu wanapendana lakini wanatupiana tu macho kwa mbali Na kuna nchi kama Amerika na zile zingine, they just express love publicly. They can kiss in public. They can hold hands in public. They can caress each other in public. So leo ukiolewa na mzungu, watu ya kwenyu wanaweza fikiria wewe hauna adabu. Lakini umeingia kwa culture ambayo, if you love me, show me. Show it. Show it to the world. Panda juu ya mti sema. Go and shout it louder. Na kuna wengine na, if you love me, keep my secret. Ukimwagira anakasirika, ulinianika mbele ya watu. Bwana asifiwe. I've gone to countries kama Nigeria. Na unapata wakiwa na issue na each other,
wana confrontiana in public. Na mpaka hiyo issue wakizeto wanakuwa friends. Hawana shida na friendship. Na wengine culture yao imebidi mkikosana na mtu unaweka hiyo kitu kwa roho na mnakata uhusiano. Na culture mara nyingi za different countries reason differently. Kuna wale watu ambao wakitembea kwa barabara kwa culture zao wakikosana mke na mume, watu wanapita tu kando, wanawacha you settle your disagreement. Na kuna wengine wakiwa disagreement you will not know, utajua wakiuana, because wametoka different place ambayo wana conceal, wanaficha vitu. Praise the name of the Lord. Amen. Na kuna cultures ambazo kwa nchi zingine unapata pesa ni ya mtu fulani. Na kuna cultures ambazo kila mtu, kuna culture ambayo mwanaume anabeba mtoto. Na kuna zingine ambaye ukibeba mtoto barabarani kama mwanaume unafanana sasa umekaliwa, sasa umepoteza rada, sasa kichwa yako si normal sana. So ukipendana na mtu kwa nchi ya nje inastahili ujiandae. Unaona kama tu vitu watoto wanasukumiwa wakiwa wamebebwa na iko na tu tires hapo chini. Wanasukuma kwa nchi zingine, hizo vitu za wanaume za kubeba watoto, because watoto wanabebwa na wanaume. Pampers, hizi diapers, the reason aziosh ni kwa sababu ilikuwa wanaume wana dispose. Sasa leo mdada akinunua pampers anajua my friend tumesoma sana. Lakini kwa nchi zingine ziliwekwa juu ni mwanaume atatoa mtoto ile uchafu na atupe. Sasa ilipotufikia ikakuwa usasa mambo leo. Lakini kuna vitu ukienda ukistudy una discover ya kwamba different countries have a different way of loving each other, have a different way of expressing their love. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So ni mzuri sana tujue ya kwamba wakati unasema nitaolewa na mzungu, ujue kama ama nitaoa mzungu, ni mzuri ujue ya kwamba mzungu akishapata mtoto anakupatia, kuanzia hapo wewe na mzee unakuwa na kaile carrier bag. Si kwa kundi na kaita ngoi kakubeba mtoto. Hizo vitu ni za wanaume. Lakini sasa huku kwetu ni za kila mtu. Lakini saa mainly zilikuwa za wanaume for comfort. Na because wanaume kubeba mtoto kwa mgongo haiwezekani, inabidi waundiwe kitu cha kubeba mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani mwambie umesikia hii maneno? So ukisema mimi nataka kuoa mlewa na mzungu ama kuoa mzungu, inastahili ujue kupika inaweza wekwa duty. Na sana ni mzee anaweza kwa anapika asubuhi, anabeba chakula anapelekea mke kwa kitanda, na anamwekea kwa kitanda na kameza, naambia my dear I just cooked you breakfast, na wewe kwenye umezoea wewe ulale mama amke. So ni mzuri sana ujue saa ingine kupenda ni mzuri sana ujue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nchi ambazo zinaamini for example hiyo nitakuja kuongelea kidogo baadaye. So culture, philosophy ya different nation. Sometimes tunatembea kuhubiri kwa taifa lingine, unakuta ya kwamba wewe ni mwokovu, lakini huko wao wanakunywa kinywaji pombe kazito kale kakali. Kaja unatingisha kichwa hivi, hiyo ndio njia ya kuwa ni jam kichwa asubuhi. So umejiingisha kwa hiyo culture wa kupika, ukipika unaweka chakula kapombe kidogo. Sasa inabidi ujifunze. So ukisema unaolewa kwa nchi nyingine ni mzuri kujua ya kwamba utafika mahali ukuwe na ile crash ya culture. Wao unataka upike mokimo, na yeye anataka upike vitu fulani tofauti. So ni mzuri sana kujua international marriages na challenges zake. Pengine kwa kuzika, mtu akifa wale wanaamini kwa kuchoma, na nyinyi mnaamini kwa kuona mwili na muziki. Mrudishe mchanga kwa mchanga. Hao wanajua ni uvumbi, itapelekwa baharini iwachiliwe. So ukiolewa mahali lazima ujue, na ukioa
Lazima ujue wanaamini na inchi. Kuna inchi zingine ukioa unapata umeoa lakini wanaume ndio wanatolewa mahari. Sasa kwenye watu wanakuja wakiimba wakitoa mahari, kila anko yako anastuka. Vile siku hizi wananunua wanaume. Praise the name of the Lord. Alafu anakukuta baada ya kununuliwa kuanzia hapo, mke akijifungua ndio anabeba watoto. Wewe ndio unapika. Wewe ndio kila kitu. Alafu unakuwa na shock. Sasa nilifikiria kupata mrembo ni kutosha. Kumbe ulipata mrembo lakini huku nyumbani kuna kitu kinaungua. So inabidi ujifunze. Zamani hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa naamini nitakuja kuoa mtu wa nje. Baada ya kujua haya maneno nikasema wacha turudi kwa wandani, maana unaweza kujiletea shida sana kwa sababu haujajiandaa. Kuna wengine kwa nchi zao wanaamini katika masaa, na kwetu tunaamini katika kukaa free. Kuna wengine wanaandika saa 12 nitafanya hii, saa moja. Sasa inabidi ujifundishe. Kuna wakati unaweza penda mahali penye umependa kwa hatari yako. Hallelujah. In short, umependa lakini kwa hatari yako. Haitakuwa mzuri. So kuna wengine tunaita interreligious marriage, interfaith marriage. Hii nayo iko na shida gani na challenges gani? Ukiolewa na mtu wa dini tofauti, inastahili ujue ya kwamba kila dini ina desturi na culture na tabia, code of conduct. Kila saa nyingine unasikia mtu anakuambia usiolewe, kama wewe ni Mkristo, usiolewe na dini fulani au dini fulani, na unasema nini? Nimependa, roho imependa. So inabidi ujifunze mambo ya dini kidogo. Kuna dini ambazo zinaamini katika kutumia majini. Wanaamini kuna pepo wazuri na pepo wabaya. Wanaamini kuna majini wanaosaidia kufanya biashara, na wanaamini kuna majini ambaye si wabaya. Sasa ni kumaanisha ukiolewa kule inabidi uanze kujifunza kupikia jini, maana kuna wale si wabaya. Na ujue jini sio pepo. Jini anapikiwa uji, wanakupea joka mkubwa, wanamuita boy. Na because wewe ulipenda ndugu afanani kuwa na nyoka, na ukafika nyumbani ukapata shoki ya kwanza, ni anakupea mzee kobe 2 na nyoka moja kila asubuhi kupikia uji. So unajikuta huo kwa shock ya kwamba your love took you a direction that is dangerous. Now so many people today are suffering in secret because I married a guy, I married a daughter of somebody that I did not know ya kwamba kwao kuna issues. Sasa nilipomuoa wakasema kwetu ukioa msichana wa kwetu tunakupatia kamze kobe kidogo kadogo hivi na nyoka ya kuchunga boma. Naitwa interreligious marriage. Interfaith. Kuna wengine wana believe kwa kubeba strange gods. Si mnakumbuka Jacob kwake nyumbani? Jacob si nilikuwa nafunza hii, wale alikusomea hii. Genesis. Jacob, a man of faith, chapter 35 of Genesis verse 1. Jacob kwake nyumbani, Bible inasema nini? And Jacob said, and God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there, and make there an altar unto God. So God was telling Jacob, raise an altar for me, that appeared unto thee when he fled from the face of Esau thy brother. And Jacob said to his household, Jacob was not announcing kwa crusade. Aligeuka kwa nyumba yake akasema, and unto all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garment. Verse number 3 nasema nini? And let us arise and go to Bethel,
and I will make there an altar unto God, and that answered me in the days of my distress, and was with me in the way which I went. Bible inasema nini? Verse 4. And they gave unto Jacob all the strange gods. It was his own family. A man of God like Jacob, anasema kila mtu kwa hii jamii, wekeni strange gods zenyu mahali hapa. Ni watoto yake na bibi zake na watu ya familia yake anaambia. Na Bible inasema wakampea strange gods which were in their hands and all the earrings. Kwa hivyo kuna watu unaweza muoa hawezi kutoa earring usiku. Anakuambia nikitoa earring nasikia niko naked. Sasa unaanza kusema haya, kwani earring inamaanisha nini kwako? Haya, mwingine amenyoa nywele yote. Namwambia my dear fuga nywele, anasema nilitoa dhabihu. All the earrings which were, Bible says, and Jacob hid them under the oak which was in Shechem. So walitoa bangles, wakatoa kwa nyumba yake. Kwa hivyo iko watu kwa unaweza muoa, unagundua besides ile pete ulimpea ya kuoana, ako na nyingine atoangi. Bako anamwambia na hii pete itabidi utoe. Kwani tumeolewa wangapi kwa hii boma? Anakwambia wewe. Unataka tupoteze bahati. Wewe mwenyewe ulijipeleka kwa imani ya aina fulani. Na kuna wengine kwa dini yao wanaamini lazima mtu aoe bibi zaidi ya moja. Sasa wewe umejiingisha kwa hiyo imani na inabidi ukubali wengine 4 ama 3 waongezwe kwa wale uko nao. Ni imani imekubali. So ukiingia katika imani kwenda kuolewa kwa imani fulani, lazima ujiulize wanakubaliwa nini, nini hawakubaliwi, nini naweza beba na nini siwezi beba. What can I tolerate? What can I not tolerate? What can I accommodate? What can I not accommodate? They believe in polygamy. I don't. Wengine wana believe in naming children after gods. Sasa unasikia mtoto yako ameitwa Shetani. Fire. Baba anasema haya, tumeita nini mtoto? Wewe. Mimi ndio baba ya mtoto. Na unasikia kwa area anakuita mama Shetani. Because kwa imani yao wanaamini wakiita mtoto Shetani, Shetani atampiga. Inaitwa interreligious marriage. Na watu wengi sana unamuonaga ameacha ndoa yake. Unamuuliza ni kwa nini uliacha ndoa? Hakwambii. Maana ilikuwa kuna miungu anaosha na maziwa kila siku. Na wengine wako na imani mtoto akifika kupashwa tohara anabidi yule alale na anko yake ama na anti yake. Na wewe ndio anti. Na wewe juu ulijipeleka pale, sasa unafika mahali anakuambia msimu umefika. Unasema wa nini? Unaelezewa openly. Hapa ndio tujue mtu amekuwa dume. Tunampea anti. Unasema hapo kwa anti sina shida. Alafu anasema anti mwenyewe. Anko mwenyewe. Ndio mtoto wa balehe kwa imani yetu. Afike mahali fulani. Tunaamini anko afanye 1 2 3. Then unaulizwa ufanye nini? Una explainiwa. Unaanza kupiga nduru. Aya. Na wanakwambia ukienda mbali utakufa. There are people on earth today. They can't open their mouth to say what marriage has taken them through. Others believe in charms. That's why unaona kwa movies zile mna watch kila jioni. Kuna wengine wanapeana, unasikia hii pete ni ya nyanya yangu ya bahati mzuri. Hii earring ilikuwa ya so and so. It is a faith, ni imani. Sasa unaona mtu kwa kanisa na ako na earring hawezi toa.
Aliambiwa siku ile atatoa. Akiruka kuna kitu leo. Unaona hata Mungu akimguza namna gani? Sasa ikifika kwa imani ya tohara, circumcision, imani zinaanza kupigania hapo. Wewe unasema ni rahisi tupeleke hospitali, wanakuambia ya nani? Wanakuambia ndiye apashwe tohara hapa, inabidi asimame juu ya mabati siku 3. Ni imani za watu. Na wewe uko unamulisha, unapanda juu na dish. Na kumbe sasa umeongeza uzito kidogo kama mimi. Ukipandishwa kwa mabati unasikia kweli utashuka naye. Wewe mwenyewe ulijiingisha katika imani. Na hiyo imani sasa inaanza kukutesa. Wengine wanaamini kwa imani zao hakuna kutumia family planning. Wewe umeolewa huko, unasema mimi ni mmoja, nafungia hapo. Wanakuza ufunge na nini? Unasema si ninaenda hospitali, wanakuambia wapi? Hapa ni kupata watoto mpaka waishe. Unauliza ati ndio mpaka waishe kwa mwili. Sasa uko dada hapo unaanza wa kisasa na msomi, unaanza kupiga nduru. Na wanakuambia sasa ukifanya hivi kinyume na imani yetu, hii na hii na hii itakufanyikia. Sasa watu ya kwenyu wanaanza kushangaa, ulikuwa mzito ukiolewa, umeenda ukipungua weight. Na usemi ni kwa nini? Maana vingine ni viapo. Wanakuambia usiwahi sema. Sasa wakati Bible inasema do not be equally yoked with unbelievers. Msifunganishwe. Maana ndoa inafunganisha nira. Inaweza kukuweka kwa nira. Na watu wanashangaa. Siku hizi uongei ucheki kama zamani. Ulijifunganisha na kitu ambacho kinakuua pole pole. Haleluya, siku ya Bwana yaja. Haleluya, siku ya Bwana yaja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey! Sijui nitoke hapo kwanza. Maana hapo kuna maneno. So ni Jacob anasema kwake, si kwa mtu mwingine. Watu waweke nini ilipoteza Solomon? Solomon alioa mke wa kwanza, wa pili, wa kwanza akaoa hakuna shida, alikuwa anaabudu Mungu wa pili. Wa pili akakuja akamwambia kwetu tunaabudu kwa milima, itabidi unikatie mlima. Wakakata mlima. Wa tatu anasema kwetu tunaabudu nyoka wanne, mmoja python akaenda kutafuta. Na Biblia inasema Solomon akakosana na Mungu, maana alijenga madhabahu mingi sana kwa sababu ya kiss me with the kisses of your mouth. For your Songs of Solomon 1 verse 1. Kiss me with the kisses. Alikuwa lover. Akiongea tu ni love. Then akaingia kwa marriage, akagundua there are realities. You love somebody, but love is now taking you a direction you didn't want to go. Umeingia kwa ndoa, umepata twins, wanakuambia moja lazima afe. Moja ni zawadi ya miungu. Wewe unasema pause yezi huwa, wanakuambia utakufa. Imani. So lazima uulize, wakati wale mjaolewa na wale mjaoa, ni mzuri sana nifunze hii, ili ukisikia mambo ya kuoa ikifika, hapana sikiza hisia tu. Uliza maswali. Ask questions. We are tired of seeing marriages. Watoto wetu wanaolewa wanarudi nyumbani. Na wanarudi na wewe tuambie what is wrong. Because walipewa kiapo. Siku ile utasema utakufa. So wacha nitoke kwa hii maneno. Ukipumua hiyo kwanza niende kwa ingine. Praise the name of the Lord. Amen. So kuna marriage set ingine
ambaye leo nataka kuongea kuhusu marriage ambaye ni umepatana na mtu mwenye anatoka from a manipulative background. Manipulative. A manipulative family. A manipulative family ni kama Genesis chapter 29 verse number 18 to 27. Takuwa nasoma vitu kadhaa. Ni jamii ya mtu anaitwa Laban. Laban, besides kuwa muabudu miungu, Laban was so manipulative. Mnakumbuka Genesis chapter 31, Jacob akilalamika anasema, I think verse 7, analalamika anasema, baba yako ameninyang'anya mshahara mara 10. Jacob alioa huko, akanyang'anywa mshahara mara 10. Maana amekutana na manipulative family. Wakati ya kufanya kazi wanafurahi sana, wakati ya kulipa wanageuka. So Genesis 29 verse number 18, because now I tusome maandiko leo. Are you ready? Yes. I hope you are not tired of reading the word. Genesis chapter 29 verse 18. So Jacob alipoenda kwa hii family, Jacob loved Rachel. That's where the problem of Jacob began. Jacob, I want you to know what the Bible says. I say me, Rachel loved Jacob. It is Jacob that loved Rachel. Can I tell you something? You marry from a manipulative family. The problem with a manipulative family is this. Huwa wametrain watoto kumanipulate kiwango they don't know how to love. You can be taught to manipulate until you don't know how to love. Everything you do is for a reason. What is to manipulate? To manipulate is to know how to twist words or one's emotion and to manage in a sneaky way to get what you want. To know how to twist words or one's emotion and manage in a sneaky way to get what you want. To manipulate is also to skillfully handle, control, or controlling, or using something or someone. To skillful handle. Kwa hivyo ni training. How to skillfully handle and control somebody using emotions zake. So mtoto ambaye amefundishwa kumanipulate doesn't know how to love. I'm going slowly. Eh? Are you with me? Yes. Are you ready to fasten your seatbelt? Yes. Because I'm going to talk so many things here. Oh God. By the time we are through, your marriage will be healed. Amen. There are people even God cannot touch. They come. Look at Jesus appears in a church. Na ako anachukua offering. And then they began to give. Na Yesu akaanza kujudge their giving. Akasema, all of you have given because of 1, 2, 3, 4. Their giving was not right. Except this woman. In a whole church, they were not giving for the right reason. Wengine mepeana kwa sababu ya utajiri. Wengine mepeana kwa sababu ya kujionyesha. How is it that you can be in a church worshiping and crying for the wrong reason? Oh my God. You can be in the house of God worshiping, crying, rolling on the ground. God akitokea, you can't tell him I love you. Wasema God pay my rent. Hey. It was an abusive, Oh my God. manipulative kind of gesture. I think I'm going deeper. Yes, sir. So Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. And Laban said, it is better that I give her to thee, that is should give her to another, to give to another man. Abide with me. So Jacob akaandikwa kazi kwa sababu ya love. And Jacob served, verse 20, served how many years? 7 years for Rachel. And they seemed unto him but a few days.
for he had loved her. He served 7 years because it was like 2 days to Jacob. Why? He was doing it out of love. And Jacob said to Laban, give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go into her. Laban gathered together all the men of the place and made a feast. I like verse 26 because of time. Verse 26, and Laban said, it must not be so done in our country, to give thee the younger before the firstborn. Why did Laban allow Jacob to work for 7 years, knowing that after 7 years I will not give you my child? I will not give the one you love. I will not give the one you love. In our country it is not done that. Si angemwambia at the integrity ni kusema, hata kama unapenda Rachel, please ngoja ndio tuanze kazi, wacha aolewe. That is a straightforward answer. Sure. This boy loves my child. I will not hurt this boy. But the guy said work. Wakati ya kulipa. Anakuja na story in our country is not done this way. Jesus. 7 years. Zikamwagia kwa ground. Jacob, as if it is not enough, let me go for another for 7 years. That's why we know that Jacob was a blessed man. But Jacob loved a manipulative family. He was blessed by God, blessed by the father, but became poor to a level wakati alitokea Jacob. Kwa Bible inasema ya kwamba Esau alikuwa bow before Jacob, but Jacob bowed before Esau. Genesis 33, ukisoma Bible, you discover verse 1 ya kwamba Jacob alikuwa anaita Esau my lord, which was an error. It was Esau that should have called Jacob. But because of manipulation, how did this happen? Genesis chapter 29 verse 31. Leah, Mungu ndiye alifungua tumbo ya Leah azai watoto. But Leah alikuwa anazaa kuwin roho ya Esau, na Jacob. That's all unaona. If you are from a manipulative family, every time you want to have a child with your husband, unamwambia nifurahishe. Nifurahishe nikuzalie. The God that put seed in your belly did not have a reason to give him the seed. Now you are saying somebody should entice you for you to give them children. How will you die in your old age, knowing that you are sinful, but you did not give birth? No, I just came to talk. Because if you keep quiet, you die. You talk, you also die. It's better to talk. Somebody will hear what you say. The Bible inasema vizuri, Genesis 29 verse 31. Ukisoma kutembe, Rachel akazaa watoto watatu wa kiume. Akasema my husband will love me because I have given him 3 children. Thank God, because God must deliver somebody. Verse, ukisoma Bible, let's read. Because alipozaa mtoto wa 4, akasema now the Lord will I praise, and call the child Judah. Because she was delivered from her manipulation. Do you know that's why Leah became a character we talk about Israel today? Oh, yes. When we talk of Israel, we are talking about a girl called Leah that was delivered from manipulation. Now I just came to say something. Now, can I go deeper? Go deeper. Now, have you ever met people in life that are beautiful and are handsome, but they are using their beauty the wrong way? Very many. Have you ever known why? Today we have everybody on social media flashing their body size, their behinds. Hey. Flashing their... Do you know why? Oh my. Now I want to tell you why. Do you know why we have young men? Because I got a 6-pack.
Haezi vaa shati. Taught by their forefathers how to manipulate by their body shape, by their body size. Muscular, but you have to show your muscles so that you can marry somebody that you want. So baada ya kumarry with a very good muscle, you still cannot deliver a good husband. Hey. Nobody taught you how to be a husband. They taught you how to flex your muscle. No, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Yeah. Go deeper. Go deeper. Verse 6 to 8. Wakati walitaka kuua mtu anaitwa Samson, kumalizana na a mighty man called Samson. They went to a family that this guy, because Genesis chapter 14 verse 1, inasema, and Samson went down to Timnah. There was a particular family he went to. Akapenda mtoto wa hiyo family. Huyo mtoto akauziwa best friend. Verse 20 of Judges chapter 14 verse 20. Bible inasema Samson's wife, in the spirit, it was Samson's wife, registered by the Bible, but was taken and given to another, because a family was the best bidder, will have my child. That's why Samson said, they have taken this one, let me take Delilah. Loved Delilah. Delilah kwa Genesis, Judges chapter 16 verse 6. Anakuja anaambia Samson, do you love me? If you love me, tell your secret. After being promised to have money, she used love to get money. Why is it that people don't go to school today to develop their minds? Shortcut inakuwa, if you are beautiful, somebody will marry you. Yes. And after somebody marrying you, at least utalute pesa, you build your mother a house, you build your father a house. Somebody will, you know, if you are a handsome guy, you get a beautiful girl who works somewhere. Hey! Today every spirit of generational manipulation is coming to an end in our generation. Yes. In the name of Jesus. Amen. Is it? Okay. That's why unaona kuna wakati unaweza penda mwanaume ukifika nyumbani kwake, because he buys you food, he can kill you. He oppresses you. Never know how to love. He says, I feed you here, you do what I say. Taught to manipulate. Somebody can, how can a man like me not feed the family for the right reason? Ndege wa angani si wanalisha watoto yao. Ndege wa angani. Hata wanyama wa msitu. Unakuta eagle, mother eagle na father eagle wana work together to feed their family. Why is it that a woman cannot work and feed her own children and enjoy feeding her own children? Ndege wanalisha watoto yao. Lakini dada ameambiwa kazi ya kulisha ni ya wanaume. Sasa ukilisha hiyo nyumba watu wanateseka. Na mimi ndio nimenunua chakula na nimekula sahani mbili. Sahani 3. Juu mjui bei. You are offended to feed your own family. What went wrong? Your own flesh and blood. You cannot buy your own child a uniform. Dogs can feed their children. Hey. No. It's my work to preach and make sure a generational mistake is corrected. Amen. Oh. That's why we have so many people handsome men on saloons. Tengeneza sura, because sura imekuwa kitega uchumi. Taught to manipulate.
Delila Samson amezama kwa upendo. Sleeping in the lap. Delila can afford makasi. Na wamelewa wote. Lakini Delila halewi sana. Hata kwa love, Delila does not know how to love until she gets lost. She can still remember her assignment. My assignment is to shape this man. Culture of manipulation. Si mnajua kwa Bible, ukisoma 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 6, kuna kijana kinaitwa Amnon. Amnon alipenda mtoto anaitwa Tamar, dada ya mtoto wa David. Na hata Amnon alipenda dada yake. Lakini hawezi mwambia ninakupenda. Anajifanya mgonjwa. A whole man hako anakufa na stress, amependa mtu, lakini hajui kumwambia I love you. Anajifanya sick. Alafu anasema mtu ugonjwa yangu hii inawezana naye. Ni Tamara kuja anipikie yangu. Na asipikie jikoni, alete stove hapa. Alete hapa stove. No, okay, sorry. I'm just talking. Kijamaa kimegonjeka mpaka msichana anapika kimaliza. Kijamaa kinakuwa rapist. Why? Manipulation. That's why kuna watu ndio apate favors kwa hii dunia. I'm talking to people that get sick every day. Ndio mtu akuoshe vyombo. I'm talking to people that get sick every day for your husband to come home early. I'm talking to people that get sick every day. No, I'm talking to people. Okay, it's mad. Please let me put my big mouth in this thing. I'm talking to people that get sick every day for your wife to work for you. Hey, fire. It's a culture of manipulation. Culture. Manipulation. Oh, mgongo imevunjika. Unakaa chini, chakula ikiiva inanyoroka. No. I'm just talking. My work is to talk. Nasikia kizunguzungu, unakaa chini. Chakula ikiiva unakuwa noma. Kenya ulikuwa utaki ni kupika. Lakini manipulative nature comes up. I've seen people that husbands become good for 2 years. Ndio mama aseme vile umekuwa mzuri, sasa kuzalia katoto. Hey, unaona mzee mpaka amevaa nguo, anang'ara siku hizi, anuki jasho. Ni kufurahisha mama. Anasema unajua nataka at least upate kasichana kabla. Baada ya 2 years ndio mama anakuambia sasa anaweza pata mtoto. Alafu ukipata mtoto utaendesha gari. Utanifunja. Yani kila kitu. I've seen people that cannot have children because of the way they suffered during pregnancy of their wife. I've seen women that don't want to have a child because of the way the husband mistreated them. Because ametumistreat na anatulisha mtu mmoja, watu wawili, nikimzalia waende huyu ataniua. Mzee kuja na nyama kwota, yeye mwenyewe anakula 3/4. Sema I am the man here. Na that's why ukiwa na mtoto lazima uhakikishe mtoto hajajifundisha kukumanipulate na machozi. Kukumanipulate na false sorrow. Kujikunja hivi kwa miti. Bako unamweza baby nini? Anakwambia mama, nilikuwa nataka ninunulie toy kama ya jirani. Unaenda kununua. You are raising a manipulator. Somebody that will use tears forever. Kupata favors.
Somebody that will use false sorrow. No, I don't think I'm talking, but I'm saying something. So every time there are people in because of the tears. Hakuna kitu umefanya mume wako ameanza kulia. Na unajua mwanaume kulia. Unamwambia nini Jose? Nimeshindwa kulipa deni ya viazi huko nje. Na mimi naajia hivi unamtoa manipulative. Bado nimesikia wengine bwana akiambia mke I love you, ama mke akiambia bwana I love you, bwana anamwambia wewe sema tu kenye unataka. Najua hii jina I love you, there is something you want to say. Tell me, because hata mama amekusoma. Ama bwana mzee amekusoma. Ukisema I love you, unajua kuna vile mshahara yako imechelewa na una fare. You can't love because you are raised by manipulators. Then people wonder, why is the marriage not working? Because it's full of manipulation. Full of manipulation. So unajua Esther, kwa Esther chapter 5 verse 1 to 6. Nadhani waongeleshe kidogo Bible kidogo. Do you think that Esther originally akiitwa Hadassah aliqualify kuolewa na king? No. Lakini anko yake alimwambia, for you to be married with the king, number one, change your name from Hadassah to Esther. That's why unaona leo kuna watu wengi sana on Facebook wawezi andika jina yake John J. Njoroge, unaandika Johnny's. Jayas. Jenny Jazz this. If you don't believe calling yourself John J, you can get favors. Lazima ujiite nini? Nipe majina. Anna Stacy Mokash. Kumbe Mokash ni Mokami. You don't believe. You know, Hadassah alikuwa na all the exemplary qualities za kuolewa akiitwa Hadassah, but walimwambia jina kwanza toa. Kitu ya pili, never you call yourself Hadassah. Never you call yourself what? Akasema, I will never call myself. Number two, very important, you must know how to cook. That's why unaona wakati Mordekai amepangiwa na wale wengine kuuawa na mtu anaitwa Haman, wakati Esther chapter 5 verse 1 to 4, Esther alipotaka kutokea kwa mfalme, she put on a royal apparel. She wanted a favor from the king. She dressed in a certain way. Number two, she appeared in a certain way. The king said, here is my queen. And then when the king saw the queen, king said to the queen, what is it that you want? Even if it's a half of my kingdom. She knew that by this, there are favors I will not achieve. Akaambia king, I invite you and Haman to a banquet. I will be cooking for you. Takwenda kupikia. Sometimes we need to know how to cook well, not how to cook to get your husband. Thank you, sir. Is it wrong to know how to cook well? No. But ndio uolewe, itabidi ujue kupika dada. Ndio uolewe, itabidi ujue kupika dada. Sasa unasikia hiyo message. Baka ukipika isiposemwa ni tamu, you begin to be hurt because your intention was not realized. You are not cooking for your family to eat a balanced diet that is sweet, and you are cooking because you needed a favor and your signal was not read. Hey. I raise my case. Robana ndugu ameafunzwa kuvaa for the wrong reason. Ndugu utabidi uvae hivi, ndio ukipita hivi hata mtoto wa nani analewa tu. Sasa unaona?
tunasahau kusakile when you are in marriage, you get to your bedroom, you become simple. All this sophistication on the way. Ukifika kwa nyumba unatoa earring, unatoa nini, unatoa wig kama ilikuwa wig unaweka hapo. Yani unakuja unakuwa natural. Sasa ule mtu ulikuwa una impress kwa barabara, anaona the true picture. Hey. Kama ulikuwa na meno mbili au anaona the true you. But because you are not taught how to love for the right reason, you begin to suffer. Now I'm just delivering somebody from the suffering. That, you know, even me, I'm a pastor. I stop preaching to impress anybody. This is my calling. This is my assignment. This is my duty. I preach with authority whether they like it or not. Because after I do this, I will stand before judgment. I must do it to impress the one that called me first. His name is Jehovah God. Hallelujah. And for that reason, I want to declare over you that beginning from today, you will do everything for the right reason. Amen. I want you to die knowing you became the best father that you are supposed to be. Yes. Whether your children appreciate you or not. You did the will of God in your time. Amen. But after David had served the purpose of God for his generation, he rested. Sure. You need to get to a place of knowing my impressing and all these things will come to an end. At the end of it all, yes, you need to live a fulfilled life. Unahitaji kuishi maisha yaliyoshiba. Santa chukulia kutoka hapo pole pole. I believe we are healing marriages. Yes. And I'm sorry if I overstepped. I'm going to do that more. But somebody is going to get healed. Yes. I prophesy over your marriage. Yes. That beginning from today, you begin to do the right things for the right things. Amen. You will begin to love from your heart. That's what I'm going to say in Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church. And wives, submit to your husbands as unto the Lord. I pray for this. This is going to happen. This is going to happen in our generation. Oh Lord, help us correct our mistakes. Help us streamline our marriages. Help us become the best husbands for the right reason. Help us become the best wives for the right reason. Help us raise our children to understand that going to school is for their own good. They are not supposed to pass exams to please anybody. They are supposed to pass exams because in life is full of exams. Shanderi bazanda rabazia. Oh la baranda rabasia. I pray for somebody who is tired of pretending, who wants to be real in life. You begin to be real from today. In the name of Jesus Christ, I release an anointing that makes marriage work. Oh Lord God of Israel, I pray that you, oh God Abazia, that your people will be healed. They will not begin to see this shape and that shape. If I had this shape, I could have gotten more attention. You need to begin to know that God created you in a fearful way, in a wonderful way. You are awesome. Before God, you are created for the glory of God. And today I declare over your life that your life will be healed for life. In Jesus' name. Receive the anointing to heal that marriage. Can we pray for marriages for 1 minute? E masata la baurahande. Teko sotori baranda la bazai. Kantori kazira balahanda. Taro sotori baranda la bazia. Lord, let your people get healed now. Let their marriages get healed now. Let their business. Oh Lord, I wonder after we are leaving this earth, we will live and see, look at the eyes of our children and see satisfied children. Children that were loved by parents. Children that were fed for the right reason. Children that were educated for the right, so that they may have a life here on earth. Not just pleasing people. Kalabasanda, Shanda Rabasia. Amen. So najua hata Bible inasema in the last days ya kwamba watu watatafuta wahubiri ambao wanahubiri what their itching ears
want to hear. Sometimes it's not good to look for what you want to hear. It's good to... Siku moja nilienda hospitali. Then I saw something very funny. Daktari akaona kuna... alikuwa na treat kidonda cha mtu. Na kilikuwa na uzaa. Then nikaona amefika mahali amefungua kidonda chote. Na amesugua mpaka inaanza kutoa fresh blood. Nikamuuliza daktari, si ndio umeumiza sasa? Akaniambia no. For it to heal properly. For it to heal properly. Afadhali yaumie nikitoa damu ibaki fresh. Sasa hiyo ndio kitu nataka kufanya. Tutoe tu uzaa. Na vitu imekuwa ikifunika ndoa zetu. Let there be real healing. Lord, we want to feed our children because we are their parents. We want to be role models to our generation. Not because we want to impress anyone. Oh Lord, I want us to raise pastors that fear you. No, they don't serve you because of people are around. They don't shun evil. Oh God, I pray. They don't just shun from evil because of people following them. They shun from evil because it's the right thing to do. We give you praise, Lord. Kalabasanda. Purify my heart. Let it be as gold and precious silver. Purify my heart. Cleanse me from within. Deep within. Refined as fire. Kalabalanda. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. Refine us, refine us, my heart's one desire, my heart's one desire. Please to be holy, holy, set apart for you, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. I didn't hear you. Say, refine us, fire, refine us, fire. My heart's one desire, my heart's one desire. Please to be holy, holy, set apart for you, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. May the Lord heal our marriages. May the Lord heal our families. Lord, we are tired of manipulating. We are tired. We want to love. We want to know how to honor. We want to know how to respect. Masele banana, oh, ready to do your will. Oh, I'm ready to do, ready to do your will. Yeah.
Le balanda la basa. Le balanda. Kalabalanda. Hey. I bring you more than myself. For a song in itself is not what you have required. Hey, you search much deeper within, and from the way things appear, you are looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, I'm sorry, Lord, sorry, Lord, sorry, Lord. It's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. God bless you so very much. We're going to dig deeper on culture of manipulation and marriage. And we are making sure that we love for the right reason. That we serve for the right reason. We want to see God proud of us. We want to see God happy with our generation. We just don't want to murder for accolades that people give people. We want to serve our generation and make them experience the totality of our assignment and the totality of God. I came to give you an assignment today. You go back and love your wife for the right reason. Don't just love her because she cooked. Love her as Christ loved the church. Don't just submit to your husband because he came home with food. Submit as unto the Lord. We have to get there. It is not an easy thing. I am a man of God. You sometimes can preach for the wrong reason. But it gets so tiresome. So tedious to pretend like you love and you don't love. Pretend you are a worshiper and you're not. We want to get to this place where we can love for the right reason. So that the presence of God we can have a home that people experience God in that home. My name is Apostle John J. I'm praying for you. I pastor a church called the Ark of Worship. A place called Roysambu hapo kwa Thika Road. Kwa ile footbridge. Kwa stima. 200 meters from there. You will see a banner on the road. Ark of Worship. You come join us. God bless you so very much. And you are in Nakuru, we are in Nyahururu Road. There you find Pastor Gedenji. He's somewhere there, Nyahururu Road. I don't know the names very well, but just Nyahururu Road, you find Pastor Gedenji there. You are in Moi's Bridge, you find Pastor Matthew in Moi's Bridge. You are in Kitale right away. You find Pastor Omondi is here in Kitale, Kibomet. God bless you so very much. And very soon you are going to see Pastor Omondi in Kisumu. Kisumu, we are coming. God bless you. Amen. Shalom.